Kitu pekee kinachomprotect bodi ya ligi na taasisi zote ni taarifa ya kuahirishwa kwa mchezo, na sababu zilitoka. Mchezo umeahirishwa kwa sababu 1, 2, 3. Kwa hiyo kuhusu uchunguzi, mimi nafikiri tufike time tuelewe. Yaani bodi ya ligi ambayo ina mamlaka ya kutoa ratiba ya mchezo na kila kitu imetoa taarifa kwamba mchezo umeahirishwa. Kwa hiyo kuhusu uchunguzi kwamba masaa 72 taarifa itoke, inawezekana uchunguzi haukukamilika kwa yale masaa 72. Lakini kama masaa 72 taarifa haikutoka au haikutoka hiyo taarifa ya uchunguzi ya juu ya jambo ambalo litokea, ilionekana kwamba labda jambo ni kubwa zaidi, linahitaji time, sio masaa 72 tena. Na uwezo ukasema kwamba baada ya masaa 72 yametoka kwamba bana hatujabaini, kwa hiyo tunaendelea kuchunguza. Sidhani kama itakuwa ni professional. Professional inazima ifanyike kiprofessional, na hii issue unaweza ukaitazama ukaona kwa nje ni ya kawaida, lakini si ya kawaida kama mtu anavyoweza kuitazama. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa sababu yani ni kitu ambacho kiko kwenye mamlaka, kiko chini ya mamlaka. Nafikiri yani maamuzi ya bodi ya ligi yalikuwa sahihi sana. Kitendo cha kuahirisha mchezo means kwamba hawakujiridhisha, na waliahirisha kwa kufuata kanuni, na walifuata kanuni ndani ya muda husika. Kwa hiyo sasa kinachoangaliwa concept kubwa, huyu mwingine anayekataa kucheza mchezo anakataa kucheza mchezo kwa sababu gani? Sababu anayoitoa ni kwamba hana imani na bodi ya ligi. Yani elewa concept. Hana imani na nini? Na taasisi zinazosimamia mpira Tanzania. Sasa tunajiuliza kwamba wakati huu anaendelea kucheza mechi zingine, sasa anacheza mechi zingine ambazo ziko chini ya nani? Hana imani na bodi ya ligi katika mchezo huu wa mtani wake, akiamini. Ndio maana kuna kauli alisema kwamba katika barua yao ya juzi ambao walitoa baada ya kwenda mahakama ya CAS kule, mahakama suluhisho CAS, wakarejeshwa, walisema kwamba kuna timu zinapendelewa, kuna dhulma. Umeelewa? Akasema hana imani na kutokana na huu mchezo kwamba kuna vitu havipo sawa, wao wanaamini hivyo. Mimi nafikiri ni mitazamo, kwa sababu elewa kitu kimoja, hata namna jinsi serikali jinsi ilivyo. Kwa mfano Tanzania kuna mihimili mitatu ambayo inaongoza nchi. Sawa, bunge, serikali na mahakama. Lakini bunge linaweza ikasaidia serikali katika kushauri, na serikali inaweza ikashauri bunge, au bunge likashauri mahakama katika jambo fulani. Kwa hiyo kama bodi ya ligi waliweza kushauriana aidha na TFF, kwa sababu hao wote wanafanya kazi moja, lakini TFF pia wanaweza kufikisha jambo kwenye Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo kulingana na ngazi. Likaonekana kwamba jambo hili liko sawa, kalichakata wakaona, kwa sababu umeona tokea siku ambayo Yanga walipeleka barua CAS, bodi ya ligi au TFF walikuwa hajatoka kuzungumza kitu chochote kinachohusiana na nini, na huo mchezo. Sijui unanielewa vizuri. Baada ya taarifa kutoka CAS ilivyorudi ya Yanga, ina maana taarifa ilitumwa kwenye bodi ya ligi, ilitumwa kwenye TFF, ilijibiwa Yanga. Sawa. Tayari uliona baada ya muda wao bodi ya ligi wakatoa tarehe ya nini? Tarehe ya mchezo. Means kwamba wanahitaji ili jambo lifanye mchezo uchezwe. Kwa sababu ukiangalia Yanga anadai haki ya kwamba apewe alama 3 kwa sababu alipeleka timu. Lakini anasahau kwamba amekosea kanuni ya kupeleka timu wakati mchezo umeshaahirishwa. Ndio maana nikakwambia kwamba kwa Tanzania sisi bado. Mimi nafikiri tunahitaji muda wa kujipanga juu ya hilo. Kwa sasa tuvumilie hiki kilichopo, tukifanyie marekebisho kidogo hivyo tuende hivyo. Lakini kusema kwamba kwa sababu kuna vitu vikubwa vitakuja kutokea ambavyo vitakuwa ni vya hatari zaidi, kwa sababu watu wako more interested na mpira. Yaani tofauti na unavyofikiria wewe. Mpira ni maisha ya watu, mpira pia ni chanzo cha kipato cha serikali, mpira yani sijui umeelewa, mpira huko una wigo mpana sana. Kwa hiyo watu wengi wanaotegemea mpira unaajiri watu wengi. Kwa hiyo usikichukulie kama ni kitu ambacho ni cha kawaida sana kwamba unaweza ukalala tu kaamka kesho ukafanya. Haiwezekani. Mimi nafikiri katika hilo swala la kusema kwamba itatengenezwa taasisi ambayo itakuwa inasimamia mpira bila kuingiliwa, kwa Tanzania hapa, kwa interest zetu sisi kwa Tanzania hapa bado, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo ni vidogo ya hivyo baada havijarekebishwa, sembuse itakuwa jambo kubwa kama hilo lenye kufanya maamuzi.